kuanzia Bronx huko New York Marekani, lakini wale wengine ambao wako kule Marekani watakwambia hata watu waliokuwa California pia Los Angeles kwa wakati huo huo walikuwa na hiyo movement inafanyika. Same way kama ilivyokuwa Bongo. Wakati hapo Bongo kina marehemu Adili ambaye tunamuita ni Gawani akiwa yuko na kwanza au enzi za kina Mawingu Band ambao ndio ilikuwa walirekodi wimbo wa kwanza hapa nyumbani ambao ulisikika kwenye TV, walitoa video yake kama mnakumbuka, Oya Msela Oya, ambayo ilikuwa ni Osman Jaidi yule na jamaa mwingine anaitwa Kolimba, yeye yuko Marekani, na sister moja alikuwa anaitwa Sara. Wao walirekodi kwa Mawingu Studio, na hiyo Mawingu kwa Bongo ndio ilikuwa kati ya studio za kwanza kabisa ile miaka ya 90, mwanzo wa 90 kuwepo. Kwa hiyo movement za rap wakati zinaendelea Bongo, kina Diwida watasema hata Chuga au kina Matei kwamba at the same time wakati huku Bongo wapo wao kwanza unit wanafanya hizo movement, sijui weusi wagumu asilia ambao wao ndio wa kwanza kutoa album Bongo. Umeelewa? Sasa tukienda kwa Marekani, movement hadi inafika kwenye element ya watu kushika maiki. Tayari hizi element nyingine kama ya ma-DJ ilikuwa tayari, ambayo yenyewe ndio ilikuwa imeanza, au kina DJ Cool Herc au kina sijui African Bambata walivyokuja, au kina sijui Grandmaster Flash, wao walikuwa ni ma-DJ. Grandmaster Flash watu wanamkumbuka kwa sababu yeye alichokiacha legacy yake ni scratching. Yeye ndo mtu wa kwanza kule kuintroduce, yeye ndo ameinvent, tunasema amezalisha hicho kitu, kwamba wao huyu jamaa anafanya kitu gani, mbona kama ana break hiyo record kama anaivunja kwenye turntable, wakati huo wenzake wakiwa zaidi wanapiga nyimbo. Na kwa Marekani walivyoanza ilikuwa kama singeli hivi muziki wao walivyofanya, wanachukua biti kama hizo za kina Adija Kopa, ile sehemu ya mwisho ambayo haina maneno, wao ndo wanai break sasa, alafu wanaanza kuispeed kwa tempo wanayoitaka wao, alafu ikawa ni funky tu, watu wanacheza, hakuna rap. Kwa hiyo watu wakiweka hip hop na rap kwenye wakati mmoja, rap imekuwa kama imejiendelea sana kwenye hip hop, na yote ni kwa sababu imekuja sasa watu wanaweza kufanya expression kwa kufanya kama injili kwa kuongea, tofauti na element kama ya graffiti ambayo watu walichokiandika leo kinaweza kikabaki hapa hata mwezi mmoja. Lakini ilivyokuja element sasa ambayo Mteganda tunamwachia anaweza kuongea, manake kila siku tukipita hapa Mteganda atakuwa na kingine cha kuongea, na ndio hapo unaona element ya rap ilivyokuwa ndani ya hip hop imemeza element nyingine zaidi. Lakini element kama ya udj ilianza zaidi ya rap, na ilianza zaidi ya break dance ambayo hiyo ni element nyingine. Ilipokuja teknolojia sasa, wameanza kutengeneza sampling machine, wameanza kutengeneza turntable, ndio hapo sasa rap ilipozaa hiyo element ya watu kurap, kwa sababu sasa ndio zilipoanza kutengenezwa beats, hivyo vifaa vyake vimetengenezwa. Lakini huko mwanzo ilikuwa ma DJ tu wana play, watu wanafanya hizo block party, au kina DJ Cool Herc wanaenda wanapiga, na ndio wanasema kwamba hiyo hip hop yenyewe aliyeleta ni mchizi tu katoka Jamaica, lakini unajua huko New York kuna wa Jamaica kibao wanatoka kwao huko wanakuja huko, hiyo alikuja na hiyo influence. Kule kwetu wanapiga hizi vitu akaihamisha hiyo Marekani. Kwa hiyo ilikuwa inapiga mafunky hayo magoma ya zamani sasa, ambao mengine majazi, mengine masoul, wao wanaya break kule mwisho, wanaenda wanatengeneza namna yao ya beat ambayo wanacheza, mpaka ikaja hiyo element ya rap. Jamaa wa kwanza kushika mic na kurap alikuwa anaitwa Kid Cowboy, ambaye yeye ndo alioleta hilo neno yes yo. Kabla ya hapo mic ilikuwa ni DJ anasema tu bwana Elisha James unatafutwa, au fulani kapaki gari yake vibaya, ni ndo mic ilikuwa inatumika. Zaidi ya hapo ilikuwa ni
ni matantable tu yanacheza pale. Walipokuja hao Sugar Hill Gang yao na record label yao, wao ndo wakatoa record wimbo wa kwanza sasa wa rap ambao dunia nzima tunaujua, ndo ule Rap Delight ule tunaujua watu wengine. Hiyo the hip hop, the hippie to the hippie, ule ndo ulikuwa wa kwanza sasa ambao watu wanausikia redioni. Umeelewa? Tofauti na huku kwingine watu kibao wali rap kwenye hayo mapati. Wao na kina Curtis Bro hao ndo walioleta hiyo rap sasa kuja kuwa Element. Ndio huko mbeleni wakaja sasa kuzaa hawa kina African Bambata, ndo wakaleta hiyo Zulu Nation ambao ikaja ikaleta kina KRS-One ndani yake, wakaja wakawa na beef na watu wengine wa Queens huko ambao kina MC Shen, na hapo ndo ikaja sasa hiyo element kwenye rap ya beef ya battle ikazalika hapo sasa, kwamba wao ametoa wimbo wanamchana huyu, hao wanamtoa wimbo wamemchana huyu, umeelewa? Sasa ikija bongo hizo movement ndo zilianzishwa hiyo miaka ambayo tunazungumzia. Kwanza wapo weusi wagumu asilia, wapo Daya Ngobu, wapo Jose Mtambo. Ni katika mtu ambaye ukimwona kimwili kama mimi, lakini Jose Mtambo ni katika watu wa kizazi cha kwanza, mimi kizazi cha pili. Jose Mtambo yuko kwenye first generation ya rap ya Tanzania. Kina Sosi B, kina Sosi B, hawa kina Malem Diro, umeelewa? Ni kizazi cha kwanza cha rap ya Tanzania ambao ni pamoja na kina P-Funk. Mimi nikiwa darasa la 6 nazungumzia mwaka 91, naenda Empress na Empire Town, kuna mashindano ya Malem brother moja alikuwa anaitwa Kim ya bongo, alikuwa anaitwa Yo Rap Bonanza, ambao ndo ya kwanza kabisa. Yani tunaona kwenye mashindano kuna Blasters, kuna Diplomats, kuna Kwanza Unit, kuna No Name, ndo kundi la kina P-Funk. Sasa wao wanasoma IST, wao wana rap kwa Kiingereza, hapo watu wengine kwa Kiswahili zaidi, ambao sasa wanakuja watoto wa Temeke ambao ndo kama Gangster with Matatizo, GWM, ambao wao ndo wamezaa kina Inspector Gangwe Mob, kina Inspector. Mimi na Inspector inawezekana ikawa umri tunakutana, lakini mimi nikiwa bado nasoma, Inspector naenda beach party kumuona akiperform hivi, wanachukuliwa na Boni. Kwa studio ya kwanza imeanzishwa ni ya Mawingu, ambao sasa yenyewe Enrico kule naye akakisanua, kina Malon Minja, Don Bosco kukaa kuna studio. Kwa hiyo studio zikaanza, lakini haitoshi kusema eti hawa ndo walioanzisha rap ya bongo, kwa sababu kipindi hicho wakati kinafanyika bongo, ukienda Arusha huko kina Chizan Brain wamesoma Makumila na kina sijui Kunta, napo hizo movement zilikuwepo zinaendelea. Mwaka 2001 tumeenda Arusha kwenye uzinduzi wa albamu ya Juma Nature, mimi solo na P-Funk na Juma Nature mwenyewe, ndio mara ya kwanza tunakutana na JCB. Karibia kila kitu ambacho sisi tunakijua kuhusu muziki wa Tanzania wa rap kutoka huku da, tukihisi hakuna mtu kama huyo anaweza jua hayo Arusha, tukakuta JCB kama mtu tulitoka naye da. Tunasema wewe bwana, wewe jamaa pia unajua hivi vitu namna hii. Yaani ukiacha star mchezaji mpira star mwingine bongo alikuwa ni kina Black Moses, wana break dance na mashindano yanafanyika Tanzania nzima. Sasa huko unakuja kwenye hip hop kama movement, kama Anko Kitime anavyosema, wakati hizo break dance au mashindano yanafanyika ya kina Black Moses haikuwa inaitwa hip hop, lakini ukizifuatilia hizo movement ni sana. Sasa hivi tu kilichobadilika ni kwamba wakati ngoma inapigwa jamaa wanacheza, sasa hivi ngoma inapigwa wewe unaimba. Kwa hiyo ubadiliko ulikuja hapo tu. Ndio hiyo miaka ambao wamekuja sasa kina Sugu, miaka sasa imetoka kwenye zile zama za Yo Rap Bonanza, za mashindano ya rap, watu wanarekodi nyimbo zao wanaenda kushindana. Ikaja sasa ma radio station yameanza, mara imeanza Radio 1. Kwa hiyo sasa watu wakatoka kwenye ile ya tunaendaga sehemu fulani kuperform, sasa hivi turekodi wimbo ili upelekwe radio fulani, kwa sababu redioni wanapiga nyimbo za bongo. Tunaanza kusikia nyimbo za kina Saigon maredioni, sasa zinaanza kupigwa. Bwana, imepigwa nyimbo ya Saigon, mara imepigwa kidhadhaa ya kina Jose Mtambo.
Kwa hiyo Bongo mpaka inakuja sasa hiyo time ya kina P-Funk, watu kama kina Sugu washatoa album karibia 2-3 na zimefanya vizuri. Hiyo time ambayo mimi niko form 3, niko form 4, tuna rap nyimbo za Sugu. Sugu alispeed up, alikuwa yuko haraka kwenye, ingaje hawa Diplomats sijui nani hawa Hard Blasters walikuwepo, Sugu aliweza kudeliver hizo album 2-3 kwa haraka kwenye hiyo time, na ndio maana hiyo presentation yake ikaweza kuwazima wengine kwenye hiyo muda. Ingaje sasa ukija kuchambua utagundua hawa wengine wabaya zaidi, hawa wengine wabaya zaidi. Lakini sasa kwa time ile mtu anaenda kununua tape, ataipata tape ya nani? Ya Sugu. Tape ya nani? WWA, Weusi wa Kumwasilia. Tape ya nani? Young Mogu. Tape kina Joseph Tambo, kwanza Unit and Blasters. Kwa hiyo hiyo time ambayo sisi tuko shule, na ndio maana unaona network yetu ilikuwa tofauti na ya sasa hivi, kwa sababu sasa haya mastudio yanaanza kuja, tunajuana karibia wote tayari. Juma Nature anakaa Kurasini kule Shimo la Udongo, tunakutana naye Galaxy Kimara, mimi nakaa Makumbusho, hebu niambie hiyo. Alafu profesa anakaa Kimara Mwisho, naye anatokeza hapo hapo, umeelewa? GK sio anakaa Upanga. Kwa hiyo tumeanza kujuana kabla tuamini kuna siku mimi nitakuwa ninayo wimbo wangu, yani wimbo wa kwangu mimi. Yani ile tu pale kuna mitikasi ya rap, kwa hiyo watu wanapenda kwenda pale. Watu wenzetu pale tutaenda kuona hivyo. Unalipa kiingilio na ndani unaimba. Au uongo? Lafu tu ile afu unaona hawezi kunielewa, kwa hiyo kwa kuwa siwezi ingia bure, mimi nalipa kiingilio afu ndani naenda kupiga mitikasi mpaka niimbe mimi. Watu wamezipeleka hizo movement mpaka miaka ambayo mimi namaliza form 6 99 ndio sasa waki na P-Funk wanakuja wanasema tunataka tuanzishe label. Ndio wanakuja mashindano ambayo yamefanyika Kilimanjaro Hotel pale Busaidi. Mtu kama Solo Thing, mimi niko Moa, niko form 6 na yeye yuko Jitegemee form 6. Kina Lichiwani wako sijui form 3, kina Feruzi nao Jitegemee. Kwa tunaonana kwenye maconcept tofauti. Kuna dada mmoja alikuwa anaitwa Sharon, walikuwa anaitwa Shami Sister. Ni katika concepts na masista do Dar es Salaam nzima. Kwa hiyo watu kibao, yani watoto wa Forodhani tena nzizo ni Forodhani ndio inaonekana shule fani na masista do. Kwa hiyo kina Shami wakiandaa hizo concert, kwanza concert lao linapigwa Bilikana. Unaona aliweza. Hizo concert za Jitegemee zinapigwa Jitegemee mule shuleni. Kwa hiyo watu walijifunza mpaka kuweza kufanya hiyo rap ya kutokuwa na matusi, kwa sababu Jitegemee mko kwenye compound ya jeshi. Utaanzaje kupiga hiyo mistari mingine ya kiuni? Kuna wanajeshi, kuna nini, lakini watu wameforce watoto wa mtaani na ile movement mpaka imekubalika jeshini. Au kina Alex Masawe wanakubali kwamba bwana no sweat andaeni concert. Tunaenda tunaonana kina Temba, tunaonana kina Solo Thing, umeelewa, na kina Nature wanatoka na alikuwa anasoma Sekafa nao wamekuja pale. Kwa hiyo watu wameanza kujuania kistaili. So this is
is the use. This is the use of the headphones. It's one of the revolution. It's not only that. But this is one of the main revolution technology. This is not neglectable. Clean cuts and vocal version. I think they play both. Okay. You can hear? I thought it was only clean in public. Here, alors, crossfader, après, this is the volume, the channel volume. This you use this, and you use this. But this is the channel volume, you use this, go back the beat, you listen in your headphones, but you're not yet. But that's what we have to do. First of all, you have to manipulate. How to manipulate. At least you can do it without any headset for now, because it's a question of target. The target is this. So let's go to the point. The beginning. Always the same target. Yeah. Hey. Cheki na score na flow kwenye midundo ya mzungu. Machizi wanajichawa walizoe ya luzgu. Walizowana nani mwenye nembo ya mtaa. Mebaki mbali jipangeni mtanikuta mata. Na nipotoka na isana na barika ntabu. Mevuja jasho vuja damu kushika hatabu. Jivike makrown za gamba nikitimba usha. Usiweze na vorap data na keep it real. Wanasema vunga solize uvunge nini. Waulize walio vunga walivunga kuhusu nini. Mwenda wazimu haunewezi hata utambike kwenye mizimu. Fikeni somo na wafunza kozi mini mwalimu. Hii system inahitaji hela wala sio simu. Urafiki na shetani maisha ni staki. Naogopa malaika wema wa thani shtaki. Thani staki nazitaka tuzulaki kama ni waki soya wewe ndugu staki. Bana huku kizazi so cha mitume. Kizazi cha machichi na mashike dume. Ukipenda buru jinsi tagozo kinyume. Nothing for free ili upate jitume. Nafika onyesha pendo kwa kumaanisha. Dada usipenda skendo kizano na tamanisha. Vijana sote leo jifunze kutofautisha. Shida na raha ndizo zinazotutenganisha. Etu tam nigga, etu tam shaonja utam lini kutoka kijenge juu shaonja utam chini ukitaka tam zini kwa Mungu utam lini utam nini vyote vitam kitam nini na ukipenda bata utamwa bata ni mgongo yani bata diyo bata uchungu wa bata ni nyongo kweli pata tadata ni tamu gongo kipofu shakupa kata mina ujua utamu wa chongo hivi shabiki unajua utamu wa mziki mina hamsi riziki na tata utamu wa biti utamu wa biti mranda mbao utamu wa miti kwenye snare kichwa ngao kondoo utamu wa kiki au ni vipi mbona mmepoa machizi sababu hama mjasizi saizi mmekaa kama vile mnamcheki hana nyonga sijui ni biti kivipi alafu ninang'ata kama ni kijiti nishapata nishakata nishachapa miti bado tunafanya freestyle sio ligi check tuna madigi na maswala hala malapa kama dala fundi wa TV utasema mifatala hapa niko macho wala nisijalala ukinicheki kipa sijapata kipa imara asante sitoki mtwara labda chizi nisitoki mama nyara traki ukicheki kuna ya sigara sababu si unajua Laurent Kunda na Mazara pamoja na hip hop kama Blavi na Rap Trendy. Mic take on two. Mic take on two. Mwanzo dumu ninaangu nikiwa mwenyewe mpaka leo ninadumu na komaa mwenyewe japo wala ni mgumu kamatia mwenyewe ameumba jajiumba mwenyewe ameumbwa na nani kamulize mwenyewe duniani chagua mwenyewe ama kuwa mpagani utajua mwenyewe kila mtu wana mimi nachojua mwenyewe. Who's next? Pasi, mimi sinaga wasiwasi. Sina mambo ya kidwansi, mimi nafanya kama kazi mzee. So unajua freestyle moja mbili nezi tatu, check it jinsi
jinsi navyokuja na meza kachatu msee. Hey, bado tupo tunafanya tu hivi. Kwanza leo tunapiga matizi. Yeah, wow, mimi nakwenda like easy. Yeah, me I'm tryna get easy. There is no level, no competition in music. There is just personality. You give you express yourself. It's very important to stay strong, to believe in yourself. Okay? No judgment, just respect each other. And for that idea, I have an idea to give you a chance to record a compilation with all the MC. You are so many, 26. So I have the idea to cut this LP, maybe this album we do together, in 13 tracks. Okay. And the idea is to make a random choose, you know, like we choose a random from one MC from Arusha, one MC for Dar es Salaam. These two on the track. No, on a track.